huyo mwanamke aliyewekwa roho ya Bikira Maria wa Yesu akizaa mtoto wa kwanza mwanaume, huyo itakuwa Maria, huyo mwanamke amezaa mfano wa Yesu. Baada ya hapo, ili mfano wa Yesu uwe Yesu, huyo mama wa Yesu au wazazi wa Yesu wanatakiwa wampeleke mtoto wao kanisani ili akabatizwe. Akishabatizwa anakuwa amezaliwa Yesu. Kwa hivyo binadamu pale anapozaliwa anakuwa mfano wa binadamu, bado hajakuwa binadamu. Kwa hivyo binadamu pale anapoenda kubatizwa anazaliwa kuwa binadamu, sababu mfano wa binadamu umekosa roho ya binadamu. Mfano wa binadamu haujui Mungu. Mfano wa binadamu hauoni aibu kutenda dhambi. Mfano wa binadamu hauna huruma. Kwa hivyo mfano wa binadamu unamtendea dhambi binadamu mwenzake, sababu hauna huruma. Mfano wa binadamu unatenda dhambi sababu hauna aibu. Lakini yule binadamu anaona aibu kutenda dhambi sababu ana roho ya binadamu. Binadamu anaona huruma kumtendea dhambi binadamu, au anaona aibu kutenda dhambi. Kwa hivyo mtoto akizaliwa anatakiwa apelekwe kanisani akabatizwe ili apewe roho ya binadamu au apewe roho ya cheo chake alichonacho. Binadamu pale anapobatizwa, kwanza anapewa roho ya binadamu, pia anapewa roho za vyeo vyake alivyonavyo. Mwingine anapewa roho ya uchungaji, ya upadre, ya uaskofu. Kwa hivyo mtoto wako usimcheleweshe kubatiza. Pia mzazi ndiye anayejenga misingi bora ya mtoto. Pia hapa ulimwenguni unapoishi lazima uwe na kibali cha kuishi hapa ulimwenguni. Lazima usajiliwe kwenye vitabu vya Mungu. Kwa hivyo ubatizo una maana nyingi. Kwa hivyo maana nyingine ya ubatizo kwenda kujisajili kwenye kitabu cha Mungu. Kwa hivyo ubatizo ni kibali cha kuishi hapa ulimwenguni. Kama unaishi ulimwenguni au hujabatizwa au hujasilimu, unaishi kinyume. Kwa hivyo kama ukibatizwa dhambi, ili kuondoa dhambi ulionayo, nenda ukabatizwe. Dhambi yako ya kuishi ulimwenguni pasipo kutambulika na Mungu inaondolewa. Pia kwenda kubatizwa sawa mtu aliyobatizwa sawa amemwamini Mungu, pia anampenda Mungu. Kwa hivyo mtoto baada ya kuzaliwa, siku anazoruhusiwa kuishi hapa mbinguni siku 7 tu. Haya mafundisho mimi nimeyasikia kwenye masikio yangu. Kwa hivyo yale mafundisho niliyoyasikia kwenye masikio yangu, na mimi nakwenda kufundisha